Niwe mkweli kwamba leo nimesikitika sana. Nimesikitika sana kwa sababu mimi nilikuwa na matamanio kwamba mwenendo katika sekta ya kilimo uweke mazingira ambayo ndugu yetu Mheshimiwa Waziri wa Kilimo tutaweza kumpima. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, hali ninayoiona sioni kama tunaweza kumpima ipasavyo Waziri wa Kilimo. Nayasema haya kwa makusudi. Ukitazama na kamati yetu ya Bunge imefanya kazi mzuri sana, utaona kwamba bajeti iliyowasilishwa leo imeporomoka kwa 7%. Lakini la pili, utaona utekelezaji wa bajeti kwa mwaka uliopita 25-26 nao mpaka sasa kwa mwezi Machi ni 42% tu ya utekelezaji. Hii maana yake ni nini? Mipango tunayojiwekea hatuitekelezi, na hii inatoa picha mbaya sana. Picha inayozaliwa ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imekitupa sekta ya kilimo na imemtupa mkulima wa Tanzania. Ndio picha tunayoipata, na yeyote anayewatupa wakulima wa Tanzania anacheza na mustakabali na maslahi ya Watanzania. Sasa mimi pendekezo langu, kama tunakuja bungeni tunapitisha bajeti alafu hatuitekelezi, ni bora tuache kabisa katika msimu huu wa bajeti, tusipitishe bajeti ya kilimo mpaka utekelezaji wa bajeti iliyopita ufanyike. Bila kufanya hivyo, zoezi la kupitisha bajeti litakuwa ni zoezi la kinadharia. Kwa hiyo mchango wangu, tunaitaka serikali iwe serious katika utekelezaji wa bajeti.